ili tuweze kuendelea kujifundisha neno la Mungu kwa pamoja. Kwa siku mbili ambazo zimepita, tumeshughulikia kina mafundisho ambayo tumekuwa tukihimiza mambo ya uhuisho na matengenezo, na makambi ya mwaka huu yanalenga kutuhimiza tumwamini Mungu pamoja na manabii wake, ndipo tutakapofanikiwa. Lakini pia yananuia makambi ya mwaka huu kutupatia nafasi ya kukaa kulitafakari neno la Bwana, kutiwa changamoto na neno hilo la Bwana, ili tuhakikishe uhuisho na matengenezo miongoni mwetu kama Waadventista wa Sabato, kanisa teule ambalo lina ujumbe wa pekee wa kuleta kwa ulimwengu, ujumbe wa agano la milele, injili ya milele inayoita watu wote, ulimwengu wote, waweze kumrudia Mungu, warudie torati zake, warudie Biblia, waabudu na wawe na imani ya Yesu Kristo vile ilivyo katika Biblia. Siku ya kwanza tuliangalia na tukasema statement moja ambayo tulishughulikia vizuri, ya kwamba kuna hitaji kubwa sana ya uhuisho na matengenezo miongoni mwetu. Tulisema statement moja ambayo ilikuwa inasema na kuangazia hali ya kanisa katika wakati huu wa mwisho. Nikasema ikiwa Roho wa Mungu angeondolewa katika kanisa leo hii, 95% ya mambo tuyatendayo yataendelea, na hakuna mtu ambaye atagundua ya kwamba Roho Mtakatifu ameihama kanisa. Lakini tukasema pia ikiwa Roho Mtakatifu angeondolewa katika kanisa la mitume, 95% ya yale walioyatenda yangesimama, na kila mmoja angejua ya kwamba Roho Mtakatifu ameondolewa. Sasa kulingana na hiyo statement, ikiwa nitakuuliza swali, kanisa lipo hatarini sasa hivi ama halipo hatarini? Liko hatarini. Ndipo tukasema ya kwamba inatupasa kanisa hili ambalo lina ujumbe wa kutekeleza kwa watu wote katika dunia, tuweze kufanya uhuisho, tuweze kufanya matengenezo katika mambo yetu. Na tumegundua hatari zote ambazo zinang'ang'ania mambo yetu ya kiroho, ambazo zinakwaza mambo yetu ya kiroho, na ndio maana hatuwezi kuifanya kazi aliyotuachia Yesu Kristo, kwa sababu tuna mambo mengi yanayong'ang'ania.
tukagundua ya kwamba Mwadventista leo hii yale ambayo mwana wa dunia anayakimbisha, Mwadventista pia anang'ang'ania. Yale ambayo asiyemjua Yesu Kristo anang'ang'ania, huyu amjuaye Yesu Kristo pia anang'ang'ania hiyo. Na sasa Ukristo una hatari ya kunyongwa kabisa, kwa sababu tuna Ukristo ambao ni vuguvugu, Ukristo ambao kupitia kwa neno la unabii katika kitabu cha Ufunuo 3 ni kanisa lile lile la Laodikia. Sio moto, sio baridi, liko tu vuguvugu. Lakini mbele yake anajidai tena huyu kanisa. Nasema mimi ni tajiri, sihitaji kitu chochote. Lakini tukagundua ushauri mwema uko kwa Yesu Kristo, ambaye anasema katika Ufunuo hiyo 3 ya kwamba uje kwangu ununue dhahabu iliyo safi kwangu, dawa ya macho, na upate nguo ambazo zitakufunika uchi wako, kwa sababu wewe ni wa kuhurumiwa na wewe hauna kitu chochote, hata kama unajidai una vitu vingi na hauna haja ya kitu chochote. Siku ya jana tumeangalia mambo ya nafasi ya neno la Mungu katika uhuisho. Tulipochunguza tuligundua ya kwamba maandiko, Biblia iliyoandikwa kulingana na mujibu wa kitabu cha Waebrania 4:12 na 13, ilisema ya kwamba neno la Bwana li hai, tena lina nguvu. Neno hili lina uwezo wa kuleta uhuisho miongoni mwetu tunapolisoma tena katika uaminifu. Tunapolisoma sio kama kitabu chochote, lakini tukijua ya kwamba ni neno la Mungu miongoni mwetu, lililotamkwa, likaandikwa, ni neno lililotamkwa. Tunapolisoma hatusomi tu, lazima tulisikilize, kwa sababu lilitamkwa. Tunapolisoma tunalisikiliza, na tunapolisikiliza neno hili lina uwezo wa kumuimarisha mtu wa Mungu ili awe sawa, na anapotoa matunda, anatoa matunda yanayotoshelesha toba ya kweli. Na Yesu ambaye ni mvunaji wa Israeli, anapokuja kuvuna, anapata ya kwamba mazao yako ambayo yanatosha kuingia ghalani, kwa sababu tumelisoma neno na limetusaidia kutoa matunda ambayo yanatoshelesha toba. Na huo ndio uhuisho ambao tunaongea kuhusu katika makambi haya. Leo nina nafasi japo kidogo, na kwa mjibu wa kufinywa katika wakati, nataka kuwasilisha kwenu hoja moja ambayo mada yake inasema kazi ya Roho Mtakatifu katika uhuisho na matengenezo. The work of the Holy Spirit in revival and reformation. Emiremo yomo ikomo chenu ase ogotaboboka nogo nchoreri. Kazi ya ni gani?
Yesu alipomaliza kazi yake hapa duniani, katika kitabu cha Yohana 16 alinena kwa wanafunzi wake kwa njia iliyo wazi na sio kwa mafumbo tena. Wale unaposoma hii Yohana 16, hata wanafunzi wanapomalizia wanasadiki na kusema, leo umenena kwetu kwa njia iliyo hadharani sana na straightforward, sio kama siku zingine. Umenena. Na aliponena kwao, akawahakikishia ya kwamba wakati umefika sasa niende kwa aliyenituma. Na alipoangalia wakawa wamefedhesha sana, kwa sababu walikuwa wamezoea Yesu Kristo, wako pamoja na yeye, wanatembea pamoja na yeye, wanafanya miujiza pamoja na yeye, ama anatenda miujiza, wanaangalia. Saa nyingine wako katika safari, tufani inavuma, anaamka anasema bahari itulie. Imefika wakati amewaonyesha njia ya kwenda kwa Baba. Sasa akawatangazia, akawaambia naenda kwa Baba. Na alipoangalia wamehuzunika, akawaambia mumehuzunika mpaka hamuwezi kuniuliza naenda wapi? Naenda wapi? Kwa sababu mnafedhesha. Ndio no? Yesu ananena kwao katika kitabu, na msomaji asome. Tusome. Na lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi? 6. Endelea sasa. Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, mbali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. 8. Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. 9. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. 11. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. 14. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba
atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Asante. You know what we are looking at here, as I said in the beginning, vile nilivyosema mwanzo, nafasi ya Roho Mtakatifu katika kazi ya uhuisho na nini na matengenezo. Nafasi yake, pasipo kutatanisha chochote, niwasilishe hoja ya kwanza. Tujue hivi, Roho Mtakatifu tunayenena kuhusu ni Roho Mtakatifu aliye Mungu. Ndio tunaamini Waadventista kuhusu uungu mtatu ulio nini? Mtakatifu. Lakini it's a sad state ya kwamba kumechipuka sasa tena katika kanisa letu watu ambao wanashauku mambo ya Trinity, uungu mtatu mtakatifu. Wapo? Mnajua wapo? Mnajua wapo? Wapo? Wanashauku dhida. Lakini naongea kuhusu Roho Mtakatifu yule aliye katika wale watatu watakatifu. Maana tuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na mmejua ya kwamba hawa watatu kazi yao kubwa ni kuhakikisha ya kwamba mwanadamu amerejeshwa katika hali yake aliyotoka kule mwanzo tulipoanguka katika shamba la Edeni. Huyu Roho Mtakatifu ambaye ninamtangaza leo ni yule aliyekuwepo wakati wa uumbaji wa mwanadamu, siku ambapo Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na unaposoma Mwanzo 1 inakuambia ya kwamba nchi ilikuwa tupu, naye Roho wa Bwana alikaa juu ya maji. Roho huyu. Kwa hivyo yeye Roho huyu aliyekuwepo katika uumbaji, ambaye aliendeleza kazi ya kumkomboa mwanadamu, maana kupitia tena kwa uweza wake akamfunika Mariamu, uweza wa Mungu ukashuka juu ya Mariamu, na kile kilichokuwa ndani ya Mariamu kikawa kitu kitakatifu, na jina lake akaitwa nani? Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Na Mariamu aliposhtuka, itawezekanaje? Akaambiwa ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Anaendeleza kazi ya ukombozi wa mwanadamu, ambaye alimjaa Yesu Kristo katika maisha yake na kuandama kazi yake katika dunia kupitia kwa Roho Mtakatifu. Yesu amemaliza kazi yake, anaenda kwa Baba, akasema ni kwa faida yenu, ili nitoke niende kwa Baba. Leo ilikuwa fungu la 5. It's to your advantage that I go away. Na ninaenda kwa sababu sasa yule msaidizi
ambaye amekuwepo, yule ambaye yuko karibu na atendaye kwa niaba ya Mungu, yule ambaye sustain kazi yangu niliyoitenda katika dunia. Nikienda atafanya nini? Atakuja. Na anapokuja ana kazi ya kufanya, na kazi hiyo ndiyo hiyo sasa inayohusu hata mambo tunayojifundisha sasa wiki hii ya uwisho na nini, matengenezo. Ana hiyo kazi ya kufanya. So Jesus says, it is to your advantage that I go away. Hata kama mumehuzunika, ni kwa faida yenu. Eronkoligere lema likakeiga napodurusu kidogo tu. Yongo nyoranga faida nero omoika ache na Yesu akolegendo agende. Ikiagera wono ekero omoika gocha lithanga ni oyo tobwate ambaye ni Yesu Kristo. Bonabo chaiga obosaba kwa Yesu Kristo kulia sabete ase Yohana 17. Bado mnabosaba yabo sabanga bono, Father, glorify your Son with the glory which he had with you in the beginning. Uimokere liboro omwana asobo nene bolia abwate kurwaralia kurwa mochakano igo unomo ikagocha Yesu Kristo anafanya nini? He is glorified. How advantageous is that to the believer? We now have a glorified Savior who sits at the right hand side of God, an advocate brother who knows our sin, who knows our weakness. Na yeye aliyetukuzwa yuko kwa Baba. Na hapa tuna Roho Mtakatifu. Hiyo inapendeza kwa sababu sasa Roho amekuja, ametukuzwa Yesu Kristo, ajuaye unyonge wako, udhaifu wako, na hayuko tu hapa, yuko mbinguni, tena katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, na anafanya kazi iliyotukuka, kazi ya kuendelea kumpatanisha mwenye dhambi na Mungu wetu aliye mtakatifu. Na yeye kwa sababu anajua kila siku wakati ambapo yule ambaye ni adui yetu, our accuser, the one who accuses us before the Father every day for our sin, anakutana na advocate ndugu yetu aliyetukuzwa ambaye ni Yesu Kristo. Now, it is to your advantage that I go away. When he goes away, the Holy Spirit comes. Jesus is glorified, and we have advocacy with the Father through Jesus Christ, ambaye anatujua, and he knows our infirmities. So he says, atakapokuja ataendeleza kazi mara tatu ambazo Roho Mtakatifu atazifanya. Na nitangaze tu mapema washiriki wangu, atakapo
tunaporuhusiwa kufanya kazi hiyo katika maisha yetu, tutashuhudia uhuisho na matengenezo miongoni mwetu atakaporuhusiwa. Maana tena Roho huyu ambaye tunanena kwake, vile nilivyojifundisha kwake, hajilazimishi kuingia kwa mioyo ya watu, lakini yeye huingia kwa wote wanaomkubali. Ila yeye hujidhihirisha na kujitangaza wazi, alafu wewe unafanya nini? Unachagua. Anapoingia ndani yako Roho huyu, Yohana anasema 16 hiyo mstari ulikuwa wa 8. And when he has come, he will convict the world of sin. Yeye ataihakikishia ulimwengu dhambi. Ataihakikishia ulimwengu dhambi. Pili, atakapokuja atahakikishia ulimwengu mambo ya haki ya Mungu. Tatu, atakapokuja atahakikishia ulimwengu mambo ya hukumu inayokuja. Alafu akatangaza mbele tena akasema, kwa nini awadhihirishie kuhusu dhambi? Fungu la 9. Of sin, because they do not believe in me. P, of righteousness, because I go to the Father. Third, of judgment, because yule mtawala wa dunia hii amehukumiwa tayari. Nina mambo ya kupambanua hapa, na ninapoendelea kufungua, tuangalie sasa kazi anayofanya Roho ili kuleta uwisho katika maisha ya kila mmoja wetu. 1. He will convict the world of sin. And it is sin for those who do not believe in Jesus Christ. Why? Kwa sababu katika dunia yetu tuna mambo ya kustaajabia mawili. Jambo la kwanza ni maajabu ya dhambi. Jambo la pili ni maajabu ya uungu. The mystery of iniquity and the mystery of godliness. Now, kumbuka ninapambanua kwa nini autangazie ulimwengu na kuhakikishia dhambi. Dhambi ya kutomwamini Yesu Kristo. Dhambi iliposhuka, it is a mystery because hatujui vile ambavyo dhambi iliwezekana kupatikana katika mahali ambapo dhambi haiwezi kupatikana, na ni wapi? Mbinguni. Hiyo ni siri. Siri ya pili, vipi Mungu aliye mtakatifu achague kuwa mwanadamu kusudi ategue kitendawili cha dhambi? Ni mtakatifu, anaingia kwa kisicho kitakatifu ili alete utakatifu. Uchafu
uingie katika kilicho kubwa. Ni gani? Dhambi kubwa ni ile ya kukataa siri ya wokovu, siri ya uungu, kuwa mwanadamu, and that is Jesus Christ. Kwa sababu dhambi ni ile iliyoenda kinyume na ya Mungu, na ilienda kwa sababu huyu Ibilisi alikoroga mpango wa Mungu kwa mwanadamu na akamwekea dhambi iliyoleta mauti ya milele. Yesu Kristo amechagua, maana hakuna kiumbe chochote katika dunia yote, katika mbingu yote, na hata kama Mungu angekusudia kutumia kafara ya kiumbe chochote ili kulipa mahitaji ya sheria ya Mungu iliyosema ya kwamba mwenye dhambi lazima afe, hakuna ile ambayo ingetosha. Na haingetosha kwa sababu hizi. Kwanza, claim ya shetani ya kwamba Mungu ili kumwokoa mwanadamu, hiyo claim ingeendelea. Pili, viumbe wengine ambao wangechaguliwa wangeendelea kulaumu kwa nini wao na sio wengine. Kwa hivyo ikabidi Mungu mwana peke yake, ambaye tena katika siri kubwa ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, watatu lakini mmoja, siri kubwa. Yeye Mungu akajitoa aje ili ategue mambo ya dhambi kwa kuchukua kilicho safi ili aweze kung'oa kilichochafuka. Sasa yeyote katika dunia hii, katika ulimwengu huu, ambaye anatangaziwa na ushuhuda wa Yesu Kristo unafanywa kwa oemererigwa pakote iguru ya Yesu Kristo, umuika nigogo toenekerie kene iguru yebibe na ando toenekeringa onye goko mwanga Yesu Kristo oyo oreke mwanso kire perfect yokurusie bibe byose lirorio ke mwanso kende tikeyo ayabone gendu getigarete na makweli akale na kale kiara kwa mwangire Yesu Kristo. Iyekara kwa mwanga Yesu Kristo, wewe umehesabiwa dhambi ya milele. Na sasa Roho huyu Mtakatifu, kazi anayofanya hata siku ya leo vile tuko hapa, kazi yake ni kukudhihirishia dhambi hata katika maisha yako, ni kukuhakikishia dhambi katika maisha yako, na kukuhakikishia wokovu ulio ndani ya Yesu Kristo. Roho huyu Mtakatifu anapoingia ndani, yeye anatuwezesha ili tuweze kumpokea Yesu Kristo katika maisha yetu. Na unapomkataa Roho, huwezi kumpokea Yesu Kristo. Ndio maana wengi hujikwaa, wengi hujitatanisha wanapochagua na kusema ya kwamba wao wanaamini tu Mungu Baba, wanaamini Yesu Kristo. Mambo ya Roho Mtakatifu hawana habari sana na hiyo, na wanaona kama haipo. Wale wanaojikua katika mafundisho haya, katika neno hili na kweli hii ya Biblia ya uungu mtatu mtakatifu, wamejikwaa tena katika dhambi ya ulimwengu, dhambi ambayo hakuna kafara nyingine. Roho huyu anakuhakikishia dhambi, habari ya dhambi. Yesu anasema atawahakikishia hiyo
Kwa sababu hii, kwa sababu hawaniamini mimi. Kazi ya pili, yeye atakapokuja, ambalo Yesu alipewa, ambalo hatupewi. Je, ni mambo ya kutafuta mali ya dunia hii? Si Yesu alijaribiwa na mali? Je, ni mambo ya kula chakula na kukifanya Mungu na matumbo ni Mungu? Si Yesu alijaribiwa kwa chakula? Je, ni mavazi? Je, ni mambo ya ukubwa na ustaarabu wa dunia hii? Si Yesu alijaribiwa na hiyo? Ndio. Maana aliambiwa yote hii nitakupa, lakini upige goti, ufanye nini? Uniabudu. Lakini yeye hata katika dakika ya mwisho inayomjaribu, amwache Mungu baba yake kabisa, analia tena kwa sauti, anasema, ni katika mikono yako ninaiweka roho yangu. Into your hands I commit my spirit. Mwisho kabisa. So he lived a sinless life. He overcame. Na sasa kwa sababu ameovercome, ameshinda dhambi, ametegua kitendawili cha mauti ya milele kwa mwanadamu, katika huyo mtakatifu, Mungu anapomwangalia yeye mwana wake, anaona utakatifu wake ndani yake. Anaona hitimisho la maandiko yanayosema, be ye perfect even as your heavenly Father is what? Perfect. Na hiyo ndiyo haki ya Mungu, ambaye ni Yesu Kristo. Sasa anatuhakikishia kuhusu haki ya Mungu, ambaye ni Yesu Kristo, kwa njia hii ya kwamba hakuna mtu yeyote ambaye atamuona Mungu isipokuwa apitie njia inayojulikana. Na hiyo njia ni gani? Hiyo njia ni nani? Yes, anasema hakuna mtu ambaye atakuja kwa Baba ila kupitia kwa nani? Kwangu. Maana yeye ndiye haki ya Mungu. It is through him that we can see God. We can see God. Then atauhakikishia ulimwengu kuhusu hukumu. Na anahakikisha hiyo kwa sababu baada ya ushindi uliotwaliwa na Yesu Kristo, yule aliye ibilisi, Mungu ambaye asili yake ni uongo, hiyo ni Yohana 8:44, ambaye anaponena anadanganya, ambaye ni muuaji tangu kitambo, tangu mwanzo. Maana hata alikusudia kumuua Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa tangu misingi ya ulimwengu. Yesu alipoangikwa katika msalaba na kuangalia kazi yote aliyoitenda na vile ambavyo amemfundisha mwanadamu njia ya kwenda kwa Baba, na amemdhihirisha ushindi ulioko kwa yeyote anayemwamini Yesu Kristo, akatamka na kusema, yamekwisha. It is finished. And with that statement, the work of redeeming man is finished. Imefanywa tena kwa uaminifu na imekamilika, imekwisha. Na imeisha namna gani? Sasa ushindi uko kwa sababu yeye Yesu Kristo alimfuata ibilisi mpaka kwa hii dunia,
akapigana naye vita na akadhihirisha ya kwamba amemshinda, maana ibilisi hakumshinda katika majaribu yake. Na kupitia kwa hiyo sasa, kupitia kwa utukufu aliopewa Yesu Kristo, shetani ameshindwa na hana nafasi tena kwa yeyote ambaye anamwamini Yesu Kristo. He stands condemned katika dunia hii. Yes, he looks powerful. Yes, Satan can do mighty things. Satan wako kwa kendikios, lakini genga omuntu gutara asege murisa mai tergere aratiga walmo kora taro gutali asnaro kwenda wanyora chisimba chitikire tichi ko myako ko cha kama che mechenda mungu cha watu tulicha yingo kigoro epa dario ine pa kuzirisa inirisa asimenyete chire free. Asa nalo kwenda unapata ndio simba yuko, lakini amewekewa chuma. Asa kanatokanga na kuruhari pakaria raundi, na hakuna kitu ambacho anaweza kwetu kupitia kwa ulinzi tulio nao katika jina kuu, jina la Yesu Kristo. He stands condemned. He stands condemned. So the Holy Spirit has come. When he has come, he has vindicated the Father. Na ametuonyesha mambo yanayostahili. Kwanza, ametuhakikishia habari ya dhambi. Pili, anatuhakikishia habari ya haki ya Mungu iliyo ndani ya Yesu Kristo. Tatu, anatuhakikishia ya kwamba kuna ushindi, kwa sababu huyu mtawala wa dunia hii tayari amefanya nini? Ameshindwa. Na kwa sababu hiyo inawezekana revival hii tunayoitangaza ionekane kwako kwa jina la Yesu. Inawezekana matengenezo haya yawezekane kwako kwa jina la Yesu, kwa sababu huyu ameshindwa. When the Spirit comes in you, according to Galatians chapter 5 fungu la 19 mpaka 22, ona sasa Spirit yako ndani yako. Anapokuja ndani yako, atakuhakikishia mambo yafuatayo. Kwanza, atakuambia ya kwamba adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, heresy, wivu, mauaji, kukunywa na watu ambao wanapenda raha na vitu vyote hivyo, all that is sin. The Holy Spirit will say that. But he will enable you to live for Jesus, and he will strengthen these fruits in you. Kwanza, atabidiisha mambo gani haya? Ya upole, wema, uaminifu, kujizuia katika mambo yote. Kwa mambo hayo yote hakuna sheria ambayo itahukumu mambo hayo. Naombea ya kwamba Mungu awabariki katika njia ya pekee. Na nampendekeza Roho Mtakatifu miongoni mwetu. Maana huyu anapoingia katika maisha yetu, when he comes in and we allow him, yeye ndiye anafanya igitabo ikia egere emebere yaito ebe karu yangu ya yasa asomo ikonya saa kala tegente amenyete
ase Yesu akorete gento amenyete asobo Nyasaye bakorete omenyete no gutabuka na kuo opposite ya mangana yi neke ikera so opposite lirorio como iko Nyasaye takorete gento hayo ande no ligia ugutabuka ngokorete koye ikera nyote toka na kuruana tisegi tunapigana hapa na pale tunakuazana katika njia ya imani. Leo ni washindi, kesho sio washindi, kwa sababu hatujamwezesha Roho Mtakatifu kuingia ndani yetu. Mungu awabariki sana. Amen. Tena tusame. No. Mwanene biamono kwa sababu ya upendo wako, na asante kwa sababu ya Roho Mtakatifu atendaye kazi ndani yetu ili tuweze kupenda ikiyo turanyare kera singuru cheko kunyara nkoi lakini wetera chinguru noko kwa kubo ikoma chenu iko turaba bui katika jina la Yesu Kristo. Tokonye muna bana bao balikuwa rangeyi tuanche omoikomo chenu asoime Yesu Kristo asoime egerogo buibo litorigetie oko bakulie tutagete kuba nonye no gutoleka kulitwa ligirime yao konyarekane wetera singuru chomo ikomo chenu twegerira sole ento konye kera na bana bao warangeire aserietria Kristo romo boyo ito.